Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Stadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumapili ya tarehe 8 mwezi wa 11 2025. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo au punda, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Machi mpaka tarehe 19 Aprili. Siku ya leo hautofikiria mara mbili kusema neno hapana baada ya kuona yaliyopita nyuma. Tunatarajia leo kiwango cha ufuatiliaji wa mali za wengine kitakuwa juu, walakini utagubikwa na mawazo ambayo yanahusu moja kwa moja katika upande wa mahusiano. Leo habari zako zitafika kwa majirani zako, na pia kauli zako zitakuwa ni za moto kali, na hata sauti pia unaweza ukasikia fununu na kuiachia haraka sana, mithili ya mwandishi wa habari. Siku ya bahati ni siku ya Jumanne, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni red, na namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni ruby au garnet. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Taurus, ng'ombe, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Aprili mpaka tarehe 20 Mei. Siku ya leo unaweza fata emotion zako na sio kudeal na uhalisia wa kitu ulivyo. Unaweza kwenda in deep katika kufikiria maisha, vipi utafanikiwa kuliko reality. Tunatarajia hautagombana na watu ambao wanaweza gombanisha kundi kubwa la watu. Ukweli ni kwamba una bahati na pesa na hata mahusiano yaliyoshiba rafiki. Ukitulia na nyota yako bila mapepe, hakika utafika mbali. Siku ya bahati ni Ijumaa, asili yake ni dongo. Ipo upande wa kaskazini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni green, namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 33. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni emerald au rose quartz. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Mei mpaka tarehe 20 Juni. Siku ya leo utafanikiwa kuingiza kiwango kadhaa cha pesa. Ufanisi mkubwa utautumia ili kuepukana na shari na watu wengine. Harama utazikwepa leo ambazo zilikuwa si za lazima. Safari fupi leo utazitawala na hata kufahamu undani wa jambo la pamoja. Mwisho ni mwema rafiki, na unahitajika kuwakumbuka wale ambao tayari washatangulia mbele ya haki, kwani wana msemo wao usemao, sisi tulikuwa kama nyinyi na nyinyi mtakuwa kama sisi. Zinduka rafiki. Siku ya bahati ni Jumatano, asili yake ni hewa. Ipo upande wa magharibi mwa dunia, rangi yake ya bahati ni yellow na grey, na namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 32. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni agate au citrine. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Cancer au Kaa, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 21 Juni mpaka tarehe 22 Julai. Utajisikia faraja sana, hasa pale unapoona wanafamilia wakiwa na maelewano mazuri leo. Upande wa pesa ni wastani, na pia hautafanya matumizi yaliyo makubwa ili uweze weka budget ya siku za usoni. Leo utapiga hatua katika kusimamia jambo lenye faida. Ukweli ni kwamba utakataa jambo baada ya kuamka kifikra na kuwaza mara mbili. Je, kwa nini ilikuwa hivi? Siku ya bahati ni Jumatatu, asili yake ni maji. Ipo upande wa kusini mwa dunia, rangi yake ya bahati ni white na silver, namba ya bahati ni 2, 11, 20 na 29. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni moonstone au pin. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Simba, hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Julai mpaka tarehe 22 Agosti. Sio leo tu, ni jambo ambalo la mwendelezo katika kusaidia jamii fulani au hata kudili na upande wa family. Utakubali baadhi ya makosa ambayo ulihisi moja kwa moja umekosea. Leo utaingia katika ulimwengu mpya wa kifikra, hasa katika upande wa maendeleo na mahusiano kiujumla. Utahitaji utawala ulioendelevu na hata wenye kuzaa matunda. Siku ya bahati ni Jumapili, asili yake ni moto. Ipo upande wa mashariki mwa dunia, rangi yake ya bahati ni gold au orange, na namba ya bahati ni 1, 10, 19 na 28.
Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni peridot au ruby. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Virgo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Agosti mpaka tarehe 22 Septemba. Ubora wa jambo upo katika kuficha uhalisia wake. Ikiwa ni mbaya, unaweza ukamtetea mtu fulani kwa vile unamjua au hata kurekebisha kauli ambazo zina utata ndani yake. Leo tunatarajia utaingia katika jaribio la mapenzi na unaweza ukashinda rafiki. Upande wa pesa ni wastani na hautojutia kupitisha baadhi ya kauli. Ikiwa ni kama mwongozo wako, utakuwa na nguvu imara hata kusimama vyema kama mwana Virgo anayenguruma. Siku ya bahati ni Jumatano. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni brown na leaf green. Namba ya bahati ni 5, 14, 23 na 41. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni sapphire au carnelian. Na tukiendelea na upande wa nyota Mizani. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Septemba mpaka tarehe 22 Oktoba. Leo ni miongoni mwa siku ambayo utakuwa na moyo wa huruma sana. Hivyo basi, mtu atakavyokuja ndivyo utakavyompokea. Upande wa pesa unatafuta zaidi ili kuhakikisha walio chini yako katika familia wanakwenda vizuri kabisa. Na pia unaweza jitolea katika kuhakikisha penzi lako linakaa sawa licha ya wapenzi wengi ulionao. Asili haiwezi badilika. Upande wa mahusiano upo down kwa kiasi, ila nyota itang'aa leo. Siku ya bahati ni Ijumaa. Asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni pink au white blue na namba ya bahati ni 6, 15, 24 na 43. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni opal au lapis lazuli. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Scorpion Nge. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 23 Oktoba mpaka tarehe 21 Novemba. Unaweza usitambue leo vile maendeleo ya walio karibu yako kutokana na kuwa busy na maisha yako. Furaha unaipenda sana licha maneno ya watu kutokana na the way unavyotembea sio kawaida. Upande wa fedha ni wastani. Hakika haitopita siku isipokuwa utakuwa ushaingiza kitu leo, ikiwa na maana pesa. Siku ya bahati ni Jumanne. Asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni black na maroon. Namba ya bahati ni 9, 18, 27 na 36. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni topaz na malachit. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Novemba mpaka tarehe 21 Disemba. Utaangalia leo upande wa afya yako kwa umakini mkubwa. Hiyo yote ni baada ya kuona udhaifu fulani ulikupata. Leo tunatarajia utatamani ufanye maboresho ya nyumba yako na hata kupangilia mipangilio madhubuti imara. Upande wa familia yako katika masomo na kadhalika. Leo tunatarajia utashiriki chakula cha mchana na familia yako na utakuwa charming na hata kuchangamka zaidi rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis. Asili yake ni moto, ipo upande wa mashariki mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni purple and blue samawati. Namba ya bahati ni 3, 12, 21 na 30. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa maskini ni turquoise na amethyst. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 22 Disemba mpaka tarehe 19 Januari. Unaweza ukashikilia neno lako leo, hasa katika kuweka sawa jambo fulani. Utapata dili zuri ambalo litakunufaisha. Walakini hakikisha siri zako hazitoki nje, ikiwa na maana ukae safe side. Leo hautakazana na wengine kwa vile unaweza jihisi tofauti kiafya, tofauti na jana rafiki. Ikidhihiri hiyo hali, basi muone tabibu aliye karibu nawe. Siku ya bahati ni Jumamosi. Asili yake ni udongo, ipo upande wa kaskazini mwa dunia. Rangi yake ya bahati ni grey na brown. Namba ya bahati ni 8, 17, 26 na 35.
Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni garnet na onyx. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 20 Januari mpaka tarehe 18 Februari. Siku ya leo hakikisha unakaa karibu na simu yako kwa vile utapokea jumbe SMS nyingi. Miongoni mwao ni za kukatisha tamaa na hata kukupa motivation katika upande wa lifestyle, ikiwa na maana zina uchungu ndani yake. Unaweza kuacha jambo fulani japo kwa muda tu, ila utaonekana leo. Upande wa pesa ni wastani na hautojutia kumjua mtu fulani. Siku ya bahati ni Jumamosi, asili yake ni hewa, ipo upande wa magharibi mwa dunia. Rangi ya bahati ni sky blue na aqua. Namba ya bahati ni 4, 13, 22 na 31. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni amethyst na hematite. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki. Hii ni kwa wale waliozaliwa tarehe 19 Februari mpaka tarehe 20 Machi. Kila hatua unayopiga ni jambo bora la kumshukuru Muumba. Unaweza uliza baadhi ya maswali ambayo utapata majibu ya haraka sana. Hakikisha unauliza maswali ya maana kwa mjuzi. Leo unaweza ukakatisha baadhi ya safari, ikiwa na maana hautavuka mipaka kwa wengine. Utakuwa na ustaarabu hali ya juu, na mwisho ni mwema rafiki. Siku ya bahati ni Alhamis, asili yake ni maji, ipo upande wa kusini mwa dunia. Rangi ya bahati ni sea green na indigo, na namba ya bahati ni 7, 16, 25 na 34. Pete ambazo huleta mwelekeo mzuri wa maisha na kuondoa umaskini ni jade au aquamarine. Kama kawaida tunaendelea katika upande wa kujua muda gani muda wako wa bahati kwa siku ya leo ya Jumapili. Tunaangalia katika upande wa kila nyota muda wake. Kama kawaida tunazungusha gurudumu letu leo, na litakapoangukia ndipo itakuwa muda wako mzuri wa bahati kwa siku ya leo. Usiache kutufollow katika akaunti zetu kama Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn na kadhalika. Ikiwa hatujatuma labda utabiri kwa siku husika, unaweza ukaingia YouTube na ukasearch moja kwa moja, ukaandika kama kawaida jina ambalo unaliona juu, Saadil Habshi. Ukishakuliona utasearch na utaona nyota za kila siku ambazo tunatuma. Usiache kusubscribe akaunti yetu rafiki. Kama kawaida tukianza na upande wa nyota ya ndoo. Nyota ya kondoo au punda. Muda wako mzuri wa bahati leo ni kuanzia saa 5 hadi saa 9. Na tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 3:30 asubuhi. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Gemini mapacha, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 6 hadi saa 7:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya kaa, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 9 hadi saa 11:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya simba, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 6:30 mchana. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7:30 hadi saa 10:30 siku ya leo. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mshale, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 9 hadi saa 10:30. Na tukiendelea na upande wa nyota ya mizani, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 8:30 hadi saa 11. Na tukiendelea na upande wa nyota ya nge, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 3 asubuhi hadi saa 8 mchana. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Capricorn, muda wako mzuri siku ya leo ni kuanzia saa 8 hadi saa 11 na dakika 45. Na tukimalizia na upande wa nyota ya samaki, muda wako mzuri leo ni kuanzia saa 7:30 hadi saa 12 jioni. Ulikuwa nami Saadil Habshi, na bye bye.